hiki cha leo. Ni washukuru sana kwa mjadala mzuri ambao umepita kidogo tu kwa watu wa Kopla kwa jinsi ambavyo na mtu wa TMS. Mimi niombe hapa leo tuondoke na jibu moja. Kwa ule mnada utakapofuata utatumia mpango ule wa blind price. Mimi nadhani hilo litatupa faraja na tutaondoka nalo kwenda wilayani kwetu kwenye maeneo yetu tukiwa na amani. Kama linawezekana kwenye mfumo, mtu wa TMS, nilikuwa naomba hilo jambo lifanyike hivyo. Tunakuomba sana kwa sababu tusipoificha ile bei inawezekana kutuletea matatizo. Hata kama bei ya soko imeshuka duniani, lakini hata katika hali ya kawaida sisi pia ni wafanyabiashara. Watanisamehe wafanyabiashara huko. Nadhani mmeshajielewa. Kwa hiyo tukificha ile bei, twende wote tukiwa hatujui mwenzangu anatenda vipi, kutumia ule mfumo. Nadhani itajenga afya sana, lakini pia watu wanakuwa na imani na kile kinachoenda kupitia moto. Sisi ameliongelea jambo la elimu kwa watu maafisa ugani. Tunawekeza kiasi kikubwa sana, zao la kokwa linatoa fedha nyingi. Lakini ukiuliza ni kiasi gani tunairudishia kokoa tena kile kilichopatikana, haturudishi. Kwa hiyo tunaomba tutoe elimu, angalau wale maafisa ugani wakipata elimu ile ya ziada kutokea kwenye fungu lile la kokoa, watakuwa wanaenda kila muda wanajipatia nini ambacho kinatakiwa kufanyika. Kwa sababu kuna baadhi ya magonjwa ambayo yanakuja mara kwa mara, lakini yale magonjwa watu wanakuwa hawajapata elimu ni kitu gani wafanye. Kama mama yangu alikuwa amesema pale, ile itasaidia sana kuendelea mbele katika uzalishaji wa zao letu. Maafisa ugani wapate elimu kwa maeneo ambayo yanazalisha kwa wingi. Lakini lingine ni AMCOS zetu. Niwaombe mameneja wa AMCOS, hili jambo ambalo linatokea sasa hivi limeshakuwa limebebwa na wanasiasa. Yaani ukienda kuulizwa kama alivyosema Mheshimiwa DC hapa, ukienda kufanya mkutano sasa hivi linaonekana kama vile mwanasiasa ndio anatakiwa kutoa majibu. Lakini wenye jukumu hilo hapo, nadhani tukumbuka Minista Bangu wakati wa minada mitatu ilipokwama wilayani Kiembe, tulikuwa na changamoto kubwa sana. Nadhani Mheshimiwa Mkuu alikupigia simu. Nadhani unakumbuka. Yaani ile jambo lilisababisha nisikae kwenye kiti cha bunge, kuhangaika tunafanyaje. Kwa hiyo tulikuwa naomba wale wa AMCOS wenzetu, kwa sababu ile ni jukumu lao kila siku wanaenda nalo. Kama ikitokea changamoto yoyote, wajitahidi kupeleka majibu yaliyo ya haraka kwa wananchi ili kusaidia wananchi wao na taarifa iliyokamilika. Lakini ikikaa kimya, inaonekana kama ni jambo la mtu fulani, kwa sababu hata Bangu sasa hizi kule Kera watu wanamfahamu kwa jina, hata kama yeye sio mwanakera. Kwa sababu ukishasema watu wa TMS sasa mkurugenzi ni nani? Inawezekana tukatoa namba hata kwa watu stahili wakamuuliza, lakini wana AMCOS wapo. Tulikuwa tunaomba sana kupitia KEGU na waziri AMCOS zetu, meneja wajitahidi kutoa elimu kwa watu wetu ili tuende na mfumo ulio rasmi katika utoaji wa taarifa. Lakini la mwisho sio kwa muhimu, niwapongeze sana. Semina hii ya leo na mazungumzo yetu ya leo nadhani yametuweka mahali fulani, tunazidi kwenda mbele badala ya kurudi nyuma. Kwa mimi binafsi kama mwakilishi wa wananchi niwapongeze sana mkurugenzi kwa ajili ya elimu hii ambayo leo tunakuletea hapa, na isiishie hapa, tuendelee mbele na yale mambo ambayo mshauri Mheshimiwa DC. Nadhani naamini kwa sababu kule yeye ndio mzalishaji mama, tutaanza nayo ndani ya wilaya yetu ya Kyela. Niwahakikishie mimi niko tayari kwa ushirikiano muda wote na saa yote kuhusu zao la kokoa, kwa sababu wengine kokoa ndio siasa yetu, kokoa ndio uchumi wetu, na kokoa ndio hali halisi ya maisha ya wananchi wa Kyela. Asanteni sana.